Marko chapter 5. Marko mut. Tasoma kuanzia 25 to 31, alafu turuke to 34. Mark. Marko. So waliwasalamia sana, wanasema wako na neema ya Mungu sana. Igatet agimagule tinye mnyenda na watu boba. Watakuja siku hiyo. Agotungwa nenda rikiti sana. Siku ya leo tunataka kujua vile utapokea miujiza yako. Tutabraini kemate kinetke kenai kulegi mutike tasha. Na miujiza ni kitu ambaye inapita akili zetu. Kwa mutie kugine siri robo tutikyo. Wangapi wanataka kupokea miujiza? Atatema wata kwa mutie. Yes. Weka mkono wako juu. Ndio mubaraka. Sema mimi nataka miujiza. Nataka miujiza. Yes. So miujiza inakuja kwa njia tofauti. Yone kwa mutie enore nete. Bwana sifiwe. Amen. So tutasoma hiyo verses 25 to 31, alafu turuke 34. Kisomani emari gogudan mut kiname temamut awe sasoma kagenge agitwande gebe sasoma kama. Usoma. Ule temamut koma ule kimi kobagori otage nekimondoen koroti kenyisiek 10 ak 2 akiga konyalil en tuguk chechang akobo chepkerichinik chechang akiga kokoito tugukyik tugul chekitinye amatoret kiy ako kitesak miondo koyait. Akingokas akobo Jeiso kobwa ak tuyet nekimi let akotwa ngorienyi amun kile ngatwa akot ngoroikyik kisomo. Yeityo anyun kosis ole kabunu korotik akikas en bortanyin kole kakisom en koroitanyin. Ak ngunoton anyun kingokakonai Jeiso inegen kole kakomangunen kimnotet kowelelgei en tuyet akole ngo nekatwa ngoroikyik. Ak kilenji alamaliat inendet igere kokaikichin tuyet ak ile ngo nekatwa asoma kangwan. Ak kilenji inendet chebi kakosobin kayanengung ui en kalyet ak isob en miondang'ung. Now a certain woman had a flow of blood for 12 years and had suffered many things from many physicians. She had spent all she had and was no better, but rather grew worse. When she heard about Jesus, she came behind him in the crowd, and touched his garment. For she said, "If only I touch his clothes, I shall be made well." Immediately the fountain of her blood was dried up, and she felt her body that she was healed of the infliction. And Jesus immediately, knowing in himself that power had gone out of him, turned around the crowd and said, "Who touched my clothes?" But his disciples said to him, "You see the multitude choking you, and you say, 'Who touched me?'" 34. And he said to her, "Daughter." And he said to her, "Daughter." And he said to her, "Daughter, your faith has made you well. Your faith has made you well. Go in peace and be healed of your affliction." Baba, katika jina la Yesu, asante kwa neno lako. Najua kwamba kuna jambo Mungu ataenda kutenda katika jina la Yesu. Amen. The wording of our topic is receiving a miracle through desperate desiring it and having desperate faith. Kupokea miujiza ni kutokana na kuhitaji sana na imani ambaye inahitaji. Ketach kwa mutieki kobunu kayanet neimache mising.
receiving a miracle through disparate desiring and having disparate faith. Keta kwa mutie kubun mage ne mache mising ala ne yani mising. Bwana asifiwe. Amen. Kama miujiza ni kitu ambaye miujiza ni kitu ambaye inashinda akili zetu. Kwa mutie kugine sida ne kwa tutikio. Bwana asifiwe. Amen. Kwa hivyo pia inapatikana tena kwa njia ambaye agobi tukora enore ni nyoruno. Huyu mama alikuwa amekuwa mgonjwa for 12 years. Kamani kugiyango mnyan ingeji sekama na kwa na akasikia tu Jesus. Askityo agoba Yesu. Kwa sababu haikuwa anastahili akuje mbele ya watu. Amungi magonyoruno kunyotai tabi kwa nyota. Kulingana na sheria ya Musa. Wanamge angatutik chiliba Musa. When somebody was bleeding, she was not supposed to come into public place. So, ikawa sasa anaendelea amejitibu lakini pesa imeisha na alikuwa anaendelea kuwa na ugonjwa. Igabo nyage agi teseta we itumnyondo agi agbaisi ndugu chitukulu. Akasikia Yesu anapita. Kogas kule nyukwe ni Yesu. Akaamua. Kotil dile. He became so desperate. Kotil dile tinne akasema nimesikia. Kule garagas. Na kama nimesikia. Abunga kugaragas. Akapita mimi. Koma sitoina. Today. Rain. Will be my day. Of my miracle. Agoba komutenu. Kusikia. Kogas. Si ati alikuwa amehubiriwa. Magelegiga kiamdeji. Ni kusikia alikuwa amesikia. Ki kasem degi garaskiti. Lakini sisi tumehubiriwa. Ete rugi kiamdewi. Asante. Kongwe. So tuko tofauti kubwa sana. Kitinye so bila alisikia. Elegi garaskiti. Akaamua. Kotil dile. Akasema today. Omagole rain. In the name of Jesus. Engane ta Yesu. My miracle has to happen. My miracle has to happen. Kuna mtu leo anasema today. Miujiza yangu lazima ifanye kazi. Lazima nipate kitu ambayo ninahitaji leo. So you must decide. Kabla kutoka nyumbani you have to decide. Unataka nini? That is desperation of faith. Unataka nini? Alisema mina if only I will touch his clothes. Si ati ataombewa. Hapana. Aliamua. Sikia. Every disparate situation needs weird desperation also. And you have to invent something to receive your miracle. This lady has never had ya kwamba ukishika nguo zake utapona. Lakini alisema kwa sababu because of the restriction I will only touch the garments of Jesus. She had to invent something. Alitakiwa afanye jambo which has not been done. Unprecedented thing. Bora kabosha to rely. Bwana asifiwe. Amen. Hear me, my brothers and sisters. Miracles are not for lazy Christian. Those who have got weak faith. You will not receive a miracle. Oh, thank you, Lord. It is only when you have weak faith, it's only the favor and the kikohozi itaondoka tu. But not the miracle which you
in your life. Lakini maitu kwa mutiet ne imaje. For the problem which has taken long. Egoi mutiet ne gogage. Hear me, my brothers and sisters. Kasan tu Joseph. You need to be very desperate. Now unasema no. You don't, you say, you don't have a no for an answer. It has to be yes. We mama alisema yes. If only I touch the command. My brothers and sisters, you are in the line also. Aliamua na akaandikwa. Hata wewe leo utaamua na utawekewa testimony. Utakuwa na testimony. You have also your testimony. She had us and you have to have yours. In the name of Jesus. You must be desperate. You must desire desperately. You must have a desperate faith. Where you say, I don't need no for an answer. Yeah, you have to have a yes answer. Those are the desperate people ambayo wanataka yani miujiza yao ifanyike. But if you are still lazy, you don't get your miracle. There is no miracle for lazy people. There is no miracle for weak faith. You have to have a great faith to receive your miracle. Say my amen. Amen. Say my amen. Amen. Hello? Amen. That is so? Now, chochote ambayo Yesu alimaliza, it is for our taking. But it depends on how you are going to take it. If you have a faith for Kikohosi, you will receive according to that faith. The Bible says, my daughter, your faith has healed. Imani yako imekuponya. So if you need a miracle also, your faith will heal you. Okay. Bwana asifiwe. My daughter, Jesus said, my daughter, your faith has healed. Has made you well. Hear me, my brothers and sisters. When we come to God, when we come to church, we should be more wiser than the world. That will make our difference. Because when you have great faith, you will tell Jesus just to say a word. Just say a word. Matthew 8. Matthew 8. Unafungua tu hapo nyuma kidogo. Matthew 8 verses 8. Mathayo 6 and 10. Atama. Hapo tu. Matthew 8. Then unaruka 10. So mani sisi agitwalele tama. Because of time, tutakata hivyo. Soma. Mwale sisi kule. Agi walji kitaya dana utan pokol kule. Kitaya dani. Manyolchina inyongo nyu. Ako mwanga liyon gitu. Sigo sap utwagi denu. Tama. Agi goga stiso. Okwam. Ako leji. Iche isibi. Amwawo imam. Ale. To manyo gayane neteni. Ako Israel. Okay. The centurion answered and said, in 8, I am not worthy that you
you should come under my roof, but only speak a word, and that my servant will be healed. 10, anasema, because of time. And when Jesus heard it, he marveled and said, those who followed, assuredly I say to you, I have not found such great faith, not even in Israel. Bwana asifiwe. Sikia. Kuna watu ambao wanasema, I only need, ninataka tu neno. Just say a word. Anaambia Jesus, just say a word. Even though you have a problem, the word of God is enough. So I declare today, wala ambao wanasikia neno, they should take the word of God on a serious note. The centurion had great faith. It is Jesus who testified that he marveled because he has never found in Israel such a great faith. Yeah, somebody saying, just say a word and my servant will get healed. Sikia leo, the word of God is more than enough. In the name of Jesus, to heal you, to deliver you, to break every lack of the word of God is more than enough. If it is said by faith, and you have a desperation also to receive the answer from the word of God, you will receive in the name of Jesus. So miracles are not for lazy or weak faith. They are for desperate, serious people who need answers. Yes answers, no answers. Bwana asifiwe. Amen. 14 and 15. Hapo to 8. Matthew 8, 14 and 15. Uone sasa mtu ambaye atapatikana tu na shida lakini atasaidiwa kulingana na shida yake. Umesoma? And when Jesus had come into Peter's house, he saw his wife's mother lying sick with fever. With what? So he touched her hand and the fever left her and she rose and served them. Sikia, there is also an healing of fever. Amen. You don't even ask. You don't even need to ask. Unapatikana tu wewe umenyalula alafu mtu anawekea mkono alafu unapona. That is the most weak part of your healing. Hello? If you will wait for your healing, for a different healing apart from fever, and you are waiting God to touch you, you will wait until the cows come home. Because it's only fever where somebody can touch you and you get it. But these others, you need desperation. Unasema no way. Lazima nipone katika jina la Yesu. Lazima nipone katika jina la Yesu. Rigatoria na mama. Tusimama na kusema I need to. Atuna pastor, niko na cancer. Uniombee. What do you mean?
you really mean? Neti mwan. Imagine somebody. Wewe unataka uone. Hori kaboshaturila. Unakuja kwa ujasiri kabisa. Nione enyana te. Ujasiri kabisa. Enyana te. Hiyo kitu ambayo amekuuma for 12 years lazima iondoke. Kiongi kwa mimi ni sema na wewe kula. Koja usipige mkono. Lazima iondoke when you are desperate, hiyo iondoke. Istonge yamba irobi tunde imepostoge. Sikia. There is nothing hard with God. Mami gina uenyo. So ukikosa kupokea si Mungu ni wewe. Ema hata itaji kwa mali. Sema si Mungu ni mimi. Si Mungu. Nikikosa kupokea miujiza. Nikikosa kupokea. Suruweke mkono chini. Nikikosa kupokea miujiza. Nikikosa kupokea miujiza. Si Mungu. Si Mungu. Ni mimi. Ni mimi. Sikia tena. Nikikosa kupokea miujiza. Kupokea miujiza. Si Mungu amekataa. Si Mungu amekataa. Ni mimi nimekataa. Ni mimi nimekataa. Kwa sababu sijatayarisha. Kwa sababu Sijatayarisha mawazo yangu. sijatayarisha mawazo. Sijatayarisha my spirit. Sijatayarisha my attitude. Sijatayarisha Hata sijaamini miujiza inafanyika. hata sijaamini miujiza inafanyika. Hiyo kuna watu ambao they don't believe a miracle can happen. Mimi So when you are in transparent, yani wakati Mungu alikuwa anasema kitu, kila mtu anakimbia anasema ni mimi. Kingo magi tu wa transparent ko wo bingo le gane. Anasema ni mimi. Ane. Kile kiuno ambaye ni mimi. Kema mimi ni kwa mswe. Tena amepiga makoti tena ni mimi. Nane. Patasare? Uongea. Anaweka tu kome Father Lord receiving anaanguka naenda. Kingo magi tu hotan. Ora kantoria la mai. Don't be religious, my brothers. Religion will not take you. You have to totally surrender in the name of Jesus. Wacha religion. Wacha dini. Come into the Spirit of God. Come into the Pentecostal. Pentecostal movement. In the name of Jesus. Ambaye unasema kama nitaweza, nitakamata kama toya la mai. Thank you, Lord. You don't need to go out today with your problem. Lazima upone kama unataka. Wanasema lazima nipokee miujiza yangu. In the name of yes. Nimesema tu it's only thing when ambaye baadaye tunapona. Lakini hata hii miguu ipone. Lazima ufanyie kazi kabisa. Hata kiuno. Hata wapi. Nasema hata hii pesa kupatikana. Hata kati hizi people. These rich men are waking up at the sun. Na wanalala saa sita. And they wake up at 3. Kwenye bracket nje unakuja bracket mpaka saa 3. Na unasema pesa imepotea. Pesa imepotea Kenya. No! Ni wewe. You are not ready for the money. You are not ready for those things. The earliest packages. The earliest packages one. Amuka na kutoka katika jina la Yesu. Bora katolia la Bwana. Bwana asifiwe. Ikifika saa 7 tena unaenda kulala. Ati nimechoka sana. Wacha tusiingilie hapo. Let's not go there today. Say amen. So today I'm not praying for any miracle. I'm praying for desperation for those who want to receive miracle next week. Because you need to prepare yourself. Lazima wewe ujitayarishe. Sema kuanzia leo. Nikitaka miujiza. Lazima nijitayarishe. Sema amen. Kwa sababu
inatoweka. Any disease of any kind. Umesikia kichwa yangu? Lazima usikie hivyo. Na ukubali hivyo. Sema amen. Sema amen. So today I'm preparing you. Ili upokee miujiza yako. Wakati unahitaji. Wakati nobody is asking you to prepare for luck. Lakini kwa sababu ya hii mambo ya the spiritual things, you have to be prepared to receive the spiritual things of God. Kwa sababu huwezi ambiwa ati prepare your luck. Wakati unataka kupanda. Lakini it is only when things of God is involved. Because the devil is deceiving us. So we are not prepared to receive. Thank you, Lord. Amen. Ukitaka mtoto wako aende juu sana, you prepare yourself well, even taking him or her to the best school. Wherever he goes. Like ikiwa mwili wako, you are not prepared either. What are you saying, my brothers and sisters? Ati unaumwa ukiwa kanisani where signs and miracles are taking place. Why can't you say today I want to receive my miracle? You can't feel desperate na kusema mimi nataka miujiza yako. In the name of Jesus. Pray la toria la mai. Bwana asifiwe. Macho ione vizuri. Mahali popote ifanye kazi. Kama ni miguu ifanye kazi. Fanya kazi. Hapo kwa mwani bora. Bwana asifiwe. Jero mama bonde ndio fanya hivi kana kabisa. Bora kabisa. Bwana asifiwe. Sema mimi nataka tena. Acha tuseme tena. Kama nitakosa mlisema, kama nitakosa miujiza, si Mungu amekataa. Ni mimi nimekataa. Ama sijatayarisha kupokea miujiza. Sema amen. So it is you. It is you. Disparate situation demand disparate faith and expectation. Miracles are not for lazy Christian in a sense of having weak faith. Miracles are procured through great faith. That faith which says, I will not take no for an answer. Only I will take all what the Bible through our Lord Jesus has done for me. Each, for example, healing, deliverance, prosperity, peace, filling of the Holy Spirit, and the gifts of the Holy Spirit, for example. What about when I say my yes? Hello? You see, I will not take no for an answer. The only problem for a miracle to happen is for you to believe miracles still happens. Bwana asifiwe. Miujiza ingali inaendelea.